Gazeti la Mwananchi Tanzania imeandika sintofahamu mtuhumiwa akijinyonga mahabusu. Mtuhumiwa akijinyonga mahabusu, kuna sintofahamu hapo ambayo bado inapasua akili za watu ili kuaje namna hiyo. Gazeti la Nipashe pia Mwanga wa Jamii wameandika habari hiyo pia, ambapo kwenye Nipashe wameandika utata waibuka mtuhumiwa kujinyonga selo ya polisi. Ukurasa wa pili kuna undani wa taarifa hiyo. Hii imekaaje? Unaambiwa huyu si mwingine ni mkazi wa mtaa wa Karikacha, kata ya Rau, mkoani Kilimanjaro, ambaye jina lake ni Michael Lambau mwenye umri wa miaka 18, anadaiwa kujiua kwa kujinyonga akiwa mahabusu ya kituo cha polisi Moshi kati, ilikuwa ni Moshi kati pale alikokuwa akishikiliwa na jeshi la polisi. Na kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Kilimanjaro Simon Maigwa amethibitisha kutokea kwa tukio hilo jana Januari 13 mwaka 2000, ilikuwa ni juzi sasa Januari 13 mwaka 2026. Na aidha kamanda Maigwa pia amesema awali mtuhumiwa huyo alikamatwa Januari 13 hiyo mwaka 2026 kwa kosa la kumshambulia na kumpiga kwa bapa la panga baba mdogo wake aitwaye Brian Felix, kamchapa na bapa ya upanga, sababu tutajua. Sasa amefafanua pia mtuhumiwa alikamatwa Januari 13 kwa maana ya majuzi tu hapa kwa tuhuma za kumshambulia kwa kumpiga na mabapa ya panga baba yake mdogo ambaye nimemtaja hapo jina. Sasa familia ya kijana huyo sasa ambaye ni Michael Lambau mwenye umri wa miaka 18, kijana mdogo mkazi wa mtaa wa Karikacha kata ya Rau mkoani Kilimanjaro, imekumbwa na butwa baada ya kupata taarifa ya kijana wao aliyekamatwa na jeshi la polisi mkoani humo kuwa amejiua kwa kujinyonga ndani ya chumba cha mahabusu. Akizungumza baba mdogo wa kijana huyo sasa ambaye ni msemaji wa familia hiyo, si mwingine ni Today Lambau, amesema wameshangaa kupata taarifa ya kijana wao kujiua kwa kujinyonga katika kituo cha polisi, hali ambayo amesema imewapa mshtuko mkubwa. Na huyu hapa baba mdogo wa kijana huyo akitueleza kwa undani kabisa mambo yalivyokuwa. Baba mdogo wa kijana Michael Deodati Lambau, ili tukio sio tukio zuri, ni tukio la mshtuko sana, kwa sababu mtu mzima leo amekufa leo. Hilo sio jambo la kufurahisha. Alikamatwa juzi kwa tukio la kumshambulia baba yake mdogo kwa mababa. Kwa ujumla ni kijana mkimya, si msemaji. Ukimuuliza swali anakujibu. Si msemaji kabisa, ni kijana mpole. Mambo yake ni mkimya tu, si msemaji kabisa. Tulipopata nilipigwa simu jana kama ndugu yenu amejinyonga akiwa mahabusu. Nikasema siwezi ongea lolote mpaka nipeleke taarifa hii kwa familia. Mimi kama mimi sijapata taarifa yoyote ya mkaruzano ya Michael na baba yake mdogo kabisa. Yaani upelelezi wa kifo cha baba yake wala ndio umeanza. Baada ya kuja kuchukulia maelezo hapa nyumbani, hatujajua chochote kuhusu upelelezi wa kifo cha baba yake. Kwa mpaka sasa hatujui ni nani mhusika wa kifo cha baba yake. Tumeona kwenye media kwamba huenda polisi walipokuwa wanafanya upelelezi wao walifikia huko, na sisi tumeshangaa ndio tumepata hapa nyumbani. Sasa ndio tunaulizana tumefikaje kwenye hali hii. Sinangu kwa pale akanitumia message, mama niko Central. Nikamwambia Central unafanyaje? Nimekamatwa. Shangazi mtu akanipigia simu akaniambia Michael alikamatwa lakini ameruhusiwa, ila amepigiwa tena simu arudi kituoni. Kwa kosa gani? Akamwambia yeye wanamsida wamemuua babake. Kaambia kwani Michael tangia tumekaa msiba mpaka tumemaliza na niko na mtoto, kwa nini simkamate leo hii mtangu anamuua baba? Wakaniambia hapana. Ndio amepelekwa kituoni. Michael nikapika chakula nikamwita baba mtoto wa dadangu nikamwambia peleka chakula kituoni pale. Jioni tukapata tushuke wote. Ila mimi ndo najiandaa na vaa sweta. Niko kwenye bajaji ndo nataka tuingie kwenye bajaji, kapigiwa simu kaambia toka hapo ndipo kaa njoo hapa nyumbani. Nikaenda. Nikakuta grupu la watu limekaa. Wakaambia mpaka sasa hivi Michael wako hayupo. Nimesikitika. Mambo yako hivyo. Na familia wamezungumza vitu vingi Tanzania, lakini weka ujumbe wako kupitia 0779729593. Alikuwa kijana mkimya, lakini Bwana alitoa, Bwana ametoa, jina lake lihimidiwe.
Naam, kwa muda na wasaa huu naomba nisome ujumbe wako ambao umenitumia kupitia 0779729590.